Mkuu wa mkoa, mwakilishi wa mkuu wa mkoa, mlitoa maelekezo wakati fulani ya kuruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Mkasahau kwamba barabara za mwendo kasi si za kwenu, ni za waziri wa TAMISEMI. Ziko chini ya waziri wa TAMISEMI. Ninyi mkasimama mkaruhusu watu wakapita wakati ule, nimewasamehe. Lakini maelekezo yangu, barabara ya Mbagara yanapita maroli ya tani 30 mpaka tani 40 yanakatiza pale katikati. Barabara imeanza kuharibika. Madhara yake kwenye miradi hii, miradi itakwenda kusimama yote ya World Bank. Wenzetu wa World Bank walipotupatia fedha hizi, walitupa masharti. Barabara hizi ni kwa ajili ya mwendo kasi, si kupitisha malori. Barabara hizi ni za mwendo kasi. Kwa utaratibu huu mliouanzisha, miradi hii itakuja kukosa pesa, na ninyi ndio watu wa Dar es Salaam mtakuja kulalamika. Sijui mnanielewa vizuri. Barabara Mbagara imekwisha anza kuharibika, hata mwendo kasi haujaanza. Ni kwa sababu mnapitisha malori katikati na mmetoa kibali. Sijui nani aliyopa mamlaka ya kutoa kibali hicho. Kwa sababu mamlaka hayo ni ya kwangu. Barabara hizi zinasimamiwa na DART. DART iko chini yangu. Ninyi mamlaka mliyatoa wapi? Maelekezo yangu, mwambie mkuu wa mkoa, hatuwezi kuruhusu malori kupita katikati ya barabara za mwendo kasi. Haiwezekani. Kwa magari ya abiria itaeleweka. Tunaweza ni bora hata kupitisha magari ya abiria kuliko malori ya tani 30. Na nimeeleweka vizuri. Wekeni utaratibu mzuri, na kabla mjaruhusu leteni wizarani. Sisi ndio wenye mamlaka hayo, si ya kwenu. Mwambie mkuu wa mkoa, sio mamlaka yake. Tumeelewana vizuri eh? Niliwastai tu. Niliwastai. Msifanye mambo ambayo si ya kwenu mpaka muombe kibali. Kwa hiyo mwambie mkuu wa mkoa. Hili alisema wazi kwa sababu changamoto hii inaweza kutuingiza mgogoro mkubwa na wenzetu wa Benki ya Dunia. Nadhani madiwani mnanisikia vizuri. Ninaomba muwaeleweshe wananchi kwenye maeneo yetu. Anayetaka kuwahi majumbani atoke muda unaostahili ili aweze kuwahi nyumbani.